au sehemu nyingine ambayo itapendekezwa, tuje tujuzane taarifa nyingine ambayo itakuwa inatoka kwenye klabu yetu. Jambo la msingi ambalo limefanya tuwaite leo hapa ndugu zangu waandishi wa habari, siku ya leo tarehe 13 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, wote mnafahamu tupo ndani ya ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia tupo na ibada pia hapa ya Kwaresma. Kwa hiyo leo siku ya tarehe 13, uongozi wa klabu yetu Young Africans umeandaa iftari maalum kwa ajili ya wadau wake mbalimbali ambao tumekuwa tukishirikiana nao katika shughuli zetu za kila siku za kimpira za uendeshaji wa klabu yetu. Iftari hii itafanyika leo majira ya saa 12 jioni, ndio watu wataanza kukutana, na itafanyika kwenye eneo linaloitwa Baraza Restaurant Upanga. Nafikiri ni eneo maarufu sana kwa watu wa Dar es Salaam, watu ambao wanapenda kupita pale kupata chakula iftar. Basi pale Baraza Upanga ni mtaa wa Kalenga na Mtitu, mtaa wa Kalenga na Mtitu kwenye kona pale Baraza. Leo uongozi wa Young Africans umeandaa iftari pale kwa ajili ya wadau mbalimbali ambao tutashirikiana nao. Wadau ambao wamealikwa, nafahamu wako tayari, watu wameshaanza kupata mialiko kupitia namba zao za simu na wengine kupelekewa, lakini kubwa tumelenga kuwaalika wadau wote ambao tunashirikiana nao. Hapa nitataja baadhi ambao tumewaalika siku ya leo kwenye iftari hii, na naamini itakuwa ni iftari ambayo tutakutana watu wa mpira, tutazungumza mambo ya mpira, lakini pia tutazungumza na kupata fursa ya kuombea pia mpira wetu kwenye kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kuwaombea pia viongozi wetu wote, wadau wote ambao tunashirikiana nao. Tumewaalika wadhamini mbalimbali wa klabu yetu, tumewaalika wadhamini mbalimbali wa football yetu kwa ujumla. Wote mnafahamu Young Africans na wadhamini wengi ambao tunafanya nao kazi, lakini mpira kiujumla pia una wadhamini wengi ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kufanya football iwe na nguvu na iwe na thamani. Kwa hiyo wadhamini kama mabenki haya ya NBC, CRDB, wote tumewaalika kwa ajili ya kuhakikisha tunapata iftar pamoja na kuzungumza mpira. Wadau wengine ambao tumewaalika leo ni shirikisho la mpira wa miguu TFF, tumewaalika bodi ya ligi, tumeialika kamati ya uendeshaji ya ligi almaarufu kamati ya saa 72, na yenyewe tumeialika leo ije kwenye iftari tuzungumze mambo ya mpira na tufuturu pamoja. Lakini pia tumealika kamati ya waamuzi. Tunaamini pia mwaliko wetu ambao tumeutuma kwa waamuzi mbalimbali ambao wako Tanzania, wako Dar es Salaam sasa hivi, wataweza kuhudhuria. Ndugu yetu Ahmed Arajiga, Ramadhani Kayoko, Heri Sasi, Frank Komba, mzee wetu Mkono yule, Tatu Malogo, waamuzi wote wa Premier League, na wao tumewaalika leo kwenye iftari yetu waje washiriki na sisi klabu yetu Young Africans. Na tumealika pia timu zinazoshiriki ligi kuu. Tumealika mtani wetu Simba Sports, tumewaalika Azam Football Club, tumewaalika Singida na timu nyingine ambazo zinashiriki ligi kuu. Kwa hiyo ukiangalia tumealika wadau tofauti tofauti ambao tunaamini tutakutana na kuzungumza mpira vizuri. Kwa hiyo ni matumaini yangu ni jambo tu la iftar, tusikimbiane na huko. Ni jambo tu la kufuturu pamoja na kuzungumza. Pale baraza sidhani kama kuna eneo la ruhusu pale mpira kuchezwa. Kwa maana yake itakuwa ni mazungumzo tu ya watu kuzungumza. Lakini pia ndugu zangu waandishi wa habari ambao mmekuja hapa, automatic nyinyi wote ambao mmehudhuria hapa mtapata mialiko yenu. Tumewaalika pia wachambuzi mbalimbali, sababu tumeona hivi karibuni wachambuzi mmekuwa mkomoto kwelikweli kwenye kuchambua, mnafanya kazi nzuri kwenye kupromote mpira. Sasa leo tumewaletea wadau wote karibu. Msichambulie mbali, leo mchambulie karibu pale. Una swali kwa mzee Mguto upo naye. Una swali kwa nani upo naye. Una swali kwa nani, tuchambue wote pale kwa karibu na tuweze kuleta flavor tofauti tofauti.
Kwa hiyo hawa ni mabaadhi makundi ambayo tumewaalika leo kwa ajili ya kushirikiana na klabu ya Yanga kuja kupata iftari pamoja. Tunalo baraza letu la wazee hapa, mzee wetu Msumi yuko hapa. Tunao baadhi ya matawi ambayo kupitia idara yetu ya mashabiki na wanachama chini ya mkurugenzi wetu Ibrahim Samuel watatuongoza ni watu gani ambao watakuja hatuwezi kwenda wote. Kuna watu ambao idara itatuongoza watakuja kuwakilisha wanachama wengine kwenye iftari ya leo. Kwa hiyo tumie fursa hii kuwaomba sasa wale wote ambao wamepata mialiko na wanaoendelea kupata mialiko, kifika saa 12 kamili inshallah tujitokeze kwa pamoja pale tuje tupate iftari. Kwa upande wa wasemaji tumeanza kumwalika msemaji mkuu kabisa ambaye ndio anasemea kwenye taasisi kubwa, Clifford Mario Ndimbo kutoka TFF. Tumemwalika pia Karim Buimanda kutoka bodi ya ligi. Tumewalika pia wasemaji wa timu nyingine. Nimetoka kumwalika hapa ndugu yangu Ahmed Ali. Nimemtumia mwaliko asubuhi akanijibu kwamba yeye leo atakuja na watu wawili. Kwa wapi Ahmed hapa bwana? Msijaki naona kama iko mbali hivi. Lakini asubuhi nilimwalika na akathibitisha kwamba atakuja, lakini akaniambia nitakuja na mzee Mguto na Almas Kasongo. Kamwambia karibu. Message yake hii hapa. Kaambia karibu ndugu yangu, na hao pia tulishawaalika kabla wewe kusema. Kwa hiyo atakuja. Tumemwalika ndugu yangu Hashimu Ibwe, nimemwalika Thabiti Zakaria. Chukuchuku nimewasiliana naye, ameniambia wana mechi wako Singida. Kwa hiyo yeye na Masanza automatic watakuwa hawapo, na kwa sababu idara zao zinaendeshwa kwa bajeti ya chini, maana yake hamna mwakilishi mwingine kwenye idara ya habari ya Singida wala idara ya habari ya KMC. Tofauti ya sisi na wengine wenzetu, wao ndio wapiga picha, ndio wasemaji, ndio wa graphic designer, ndio wapandisha posti na kila kitu. Kwa hiyo akikosekana Chukuchuku, maana yake MC imekosekana kwenye upande wa idara ya usemaji. Kwa wasemaji wengine ambao sijawataja hapa, kina Masau Bwire pia mwaliko wa klabu ya Young Africans wafikie, na tuna imani tutajumuika pamoja tuje tupate iftari leo pale baraza. Kufikia hapo ndugu zangu waandishi wa habari, tutapokea maswali 5 kama tulivyozungumza awali tuweze kufikia mwisho. Kweni huru, ulizeni maswali 5 kwa sababu najua baada ya leo hamtanipata tena patapokuwa kuna tukio lingine ambalo italazimisha kuja kuzungumza na nyie hapa. Karibu ndugu yangu Nasibu Nkomo. Asante. Kwanza mimi niwashukuru kwa sababu mimi ni leo asubuhi saa 12 shangae saa 12 aliko wa iftari bodi iftari saa 12 jioni ya mzuri. Lakini kuna watu wengi ambao wamewaalika, bila shaka kuna malengo ambayo nyinyi kama club wanayo kwenye huo mwaliko, licha kwa kwa Yanga amekuwa na taratibu za kwa sana kwa kuelekea kwenye michezo yetu kwa hiyo pengine kwenye hili mmelenga nini zaidi? Kwa ni sehemu tu kwa sababu ni mwezi mtukufu ama kuna kitu ambacho nyinyi mmetengeneza kwa lengo kuendelea kuwaweka watu pamoja kwa sababu kama watu wa mpira? Lengo kubwa kwanza ni kufuata kile ambacho Mwenyezi Mungu ametuagiza napokuja swala la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwenye ibada hii ya funga tunatakiwa tufuturu kwa pamoja. Tufuturu kwa pamoja, na umoja ndio unaleta neema nyingi. Umoja unaleta pia baraka nyingi ndani yake. Kwa hiyo sisi hatuna makusudio mengine tofauti na watu kukutana, kupata iftar, kuzungumza kwa pamoja, na kupitia ibada hiyo, kwa maana watu waliofunga tunaamini tunaweza pia kuiombea pia na sekta yetu ya michezo kwa ujumla tuweze kusonga mbele tukiwa na nguvu kubwa, na tuiombee pia nchi yetu ya Tanzania amani tele iendelee kubakia. Kwa hiyo ndugu yangu Nasibu, hakuna ajenda nyingine zaidi ya iftari. Basi. Swali la pili. Karibu. Sana. Umetaja kwa kubwa sana kwa kuzungumzia kamati ya maadili pia kamati ya maadili sikuitaja. Nitaja kamati ya uendeshaji ya ligi. Kamati ya maadili hatujaialika. Pia na bodi ya ligi tunataja. Bodi ya ligi tumewalika siku za karibuni nimekuwa na mgogoro na bodi ya ligi. Maana kale ambao wameandika maadili yenu na msimamo wenu kama ya. Pengine
kwa picha hii na mwaliko ambao umemwalika sawa ni iftari. Nafikiri mnaenda kupeleka ujumbe gani kwenye tukio hilo na kusema mambo ambayo pia yanazunguka pamoja na wewe mwenyewe pia inasemekana kama inaweza kutokea chochote, pengine mnataka kwenda kulainisha mambo yasitokee? Hapana, sisi Yanga kwanza hatuna mgogoro na taasisi yote. Yanga haina mgogoro na bodi ya ligi, Yanga haina mgogoro na kamati inayoendesha ligi, Yanga haina mgogoro na TFF, Yanga haina mgogoro na taasisi yote. Yanga Afrika inasimamia misingi na utaratibu ambao taasisi hii tumekubaliana tuifuate. Kwa katika misingi hiyo tukitokea tumekutana katikati, haimaanishi ni mgogoro. Inamaanisha tunatafuta namna ambavyo taasisi hii katika misingi yake na miongozo yake inaamini inafaa na inatakiwa iwe hivyo. Kwa sisi pesa hatuna shida na mtu, maana tunawaalika kila mtu. Sisi tuna misingi yetu ambayo tunaifuatilia. Hatuna shida na mtu yote sisi. Wala hatuna shida na taasisi yote. Ila unapokuja swala lenye interest na klabu yetu na tukaona jambo hili watakiwa tulisimamie, tutalisimamia. Lakini haimaanishi tunaposimamia jambo letu sisi tuna ugomvi na wewe au tuna ugomvi na taasisi fulani. Sisi tunasimamia misingi ambayo tumekubaliana kwa vile ambavyo tunaona kama Young Africans zinatakiwa iwe. Haina maana yoyote kwamba tuna mgogoro na mtu au tunataka kumlainisha mtu, hapana. Ni iftari, tunafuturu na maisha mengine yataendelea baada ya hapo. Sorry, kwa hapo kama unasema hamna mgogoro, ulisema hamna imani na viongozi wa bodi ya ligi. Kwa maana mtu pamoja na Almas Kasoro. Uone kama ni mgogoro huo. Pengine hata wao wanaweza kawa hawajisikii vizuri kuwepo katika tukio ambao unaona kama ana imani, kama imani nao. Kwenye andiko lenu na maadili yenu. Unachanganya vitu viwili na mwanzo nafikiri nimekuelezea vizuri. Sisi kama taasisi hatuna mgogoro na mtu yoyote na hatuna mgogoro na taasisi yoyote ya kimpira. Ila kama taasisi inapotokea tunasimamia misingi yetu na taasisi yako ikawa kwenye hiyo njia ya kusimamia misingi yetu, sisi hapo lazima tutakutana. Lakini haimaanishi kwenye makutano yetu hapo kuna shida. Hapo kuna vitu vya kufuatwa kwa mujibu wa kanuni, sheria ambazo zinatuongoza wote ambao tupo kwenye mpira. Kwa hiyo sisi hatujisikii vibaya mtu anapotuongoza kwenye sheria na kanuni na misingi ya haki inavyotaka, na tunaamini na mtu mwingine hatajisikia vibaya pindi ambako Yanga Afrika inakwenda kwenye misingi ya sheria, kanuni na taratibu inavyotaka. Kwa hiyo hatuna shida na mtu yote. Sisi tumetangaza msimamo wa taasisi ambao tunaamini kabisa ni msimamo sahihi na unatakiwa ufuatwe hapa. Basi hiyo haimaanishi kwamba tuna shida na mtu yote. Tunaweza kuwa na msimamo wetu kama taasisi na maisha mengine yakaendelea. Kwa lile la msimamo wetu halijabadilika shehe. Tukafuturu kutoka leo mpanga chungu cha 30, yani tunafuturu pamoja tu. Msimamo wa Yanga kwenye misingi ambayo imeamua kuisimamia haijabadilika na iko pale pale. Lakini leo ni jambo la ibada, ni jambo ambalo tumeona kama club tuite stakeholders wengine wa mpira, tuje tupate iftari pamoja, tupate na unyamofunga bwana. Tupo kwenye 10 la nini ile Rwata? 12 ni 10 la maghfira, si ndio? Kila mtu anapata nafasi ya kukutana, kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu wako. Kwa hiyo hii ni jambo la ibada. Halihusianishi kabisa na operation za kila siku za taasisi yetu na taasisi nyingine. Na ndio maana mialiko imekwenda individual na mialiko mingine imekwenda kwa taasisi kwa taasisi. Lengo letu ni kuona kwamba watu wanakutana, wanapata iftar, tunafanya ibada pamoja. Lakini haimaanishi kwamba tukiwa tunafuturu pale eti ndio msingi au msimamo wa Yanga unakuwa umebadilika. Msimamo wa Yanga Sheikh umeshatoka na uko public na ndio umebakia hapo hapo. Hakuna kilichobadilika, hata koma au nukta kufutika hakuna. Ndio ule ule. Ila tutafuturu pamoja leo inshallah. Swali la 3, karibu. Dodoma Jiji au mwingine tutakuwa tunacheza kesho na mtani wenu Simba. Nao pengine tupata nafasi ya kualika mmoja Jumatatu. Tumezialika timu zote ambao zitakuwa na nafasi ya kuja kwenye iftari leo. Zote tumezialika. Kwa hiyo kama Dodoma Jiji na wao watapata nafasi wakaribie, kama Simba watapata nafasi, kama maandalizi yao yatakuwa malizika jioni, wakaribie tupate iftari pamoja. Ni jambo la ibada, sio jambo la kwenda kujadili wakafungane vipi. Ni jambo la ibada, tufuturu kwa pamoja. Karibu unaweka? Kama
Okay, anauliza ukiacha mwaliko wa iftari ambao tumewapa bodi ya ligi katika maazimio au msimamo ambao taasisi ya Young Africans iliutoa. Nigeuze mic napiga kelele sawa. Hapa vipi? Yes, bana kumradhi, lakini anauliza swali lake kwamba mbali na mwaliko wa iftari ambao tumeutoa, yale maazimio ambayo yalitokana na kikao chetu cha kamati ya utendaji ya klabu yetu Young Africans na tukawaandikia bodi ya ligi kwa maana ya msimamo wa taasisi yetu kwenye jambo lile, anauliza kama majibu tayari yameshatoka. Atibu naweka jambo lile ni jambo la taasisi kwa taasisi, na hata mawasiliano yake ambayo tumeyafanya, tulitoa taarifa kuujulisha umma msimamo wa klabu yetu na nini tutafanya kama taasisi. Baada ya hapo zikaendelea operations za kuwasiliana. Kwa naamini kwa kipindi ambacho tumekubaliana kama taasisi, kikishapita hiyo kipindi tutawaita au tutatoa taarifa nyingine kwa umma kwamba bana tumepeleka taarifa hii na majibu ni haya. Ila kwa sasa hivi taarifa ambayo umma inatakiwa ibaki nao ni kwamba Yanga imetoa msimamo wake na Yanga tayari imeshaanza kushughulikia jambo lake kwa njia ile ile ambayo msimamo wa Yanga ulitoka kupitia kwa viongozi wetu. Karibu. Tumewambia wachezaji kwamba hichi sio kipindi cha likizo. Hatupo kwenye holiday. Tupo kwenye mapumziko ya kalenda ya FIFA. Hatujakwenda kwenye holiday kwamba watakiwa waende wakajiachie. Na ndio maana ukiangalia kutoka tarehe 13 leo mpaka tarehe 1 kuna wiki nyingi hapo, lakini tumetoa siku 6 tu wachezaji waweze kurefresh kidogo, alafu warudi tuendelee na maandalizi. Mechi zilizobakia hizi ni ngumu sana. Mechi za mwisho za ligi na kombe la CRDB hapa ni ngumu sana. Kwa lazima warudi wakiwa na utayari wa kiakili, utayari wa kimwili, tuweze kupambana kumalizia huo utayari wa kiufundi, tupate matokeo mazuri. Kila mechi sasa hivi ni ngumu kwa sababu tupo katika nyakati za mahesabu ya mwisho. Tunakutana na timu ambazo zinawania pengine kucheza kwenye mashindano ya kimataifa next season. Tunakutana na timu ambazo zinawania kumaliza kwenye nafasi za juu, na wote ni mashuhuda. Iko fedha ambayo Azam TV wanaitoa based on position ya msimamo. Kwa kila mtu ana interest ya kumaliza nafasi ya 5 ya 6 kwa sababu kuna fedha iko pale. Lakini pia ziko timu zinapambana kutokushuka daraja. Kwa hiyo kila mechi hapa mwishoni ni mechi ngumu kweli kweli. Katika ugumu huo ndiko ambao kuna sisi kama taasisi, kama bingwa mtetezi, tunaweka umakini wetu, tunaweka juhudi na nguvu zetu tuweze kupata matokeo mazuri kwenye mechi za mwisho. Si watu wote wataikimbia Yanga hapa mwishoni. Kuna wengine watakuja kucheza. Kwa watakao kuja lazima tupambane nao. Unaweza ukakaa tu ofisini ukasema nitakuwa nakimbiwa kila siku. Kuna cost jana kaja. Kwa anaweza akaja mtu uwanjani. Kwa lazima tujiandae, mtu akacheze naye. Kwa mechi haziwezi kuwa rahisi hapa. Itakuwa mechi ngumu, na kama Yanga tunajipanga vilivyo kuhakikisha hatufanyi makosa yoyote. Na Mwenyezi Mungu atuongoze, tujiandae vizuri, tupate matokeo mazuri kwenye mechi za mwisho hapa. Swali la mwisho kama lipo. Swali la mwisho kama lipo. Kama swali hakuna, ndugu zangu waandishi wa habari, nashukuru sana. Tukutaneni baadaye baraza kwenye iftari.